Kumekucha mitaa ya Msimbazi. Uongozi wa klabu ya Simba umeweza kutoa tamko zito kumuhusu mchezaji Jonathan Soa, mchezaji ambaye aliweza kufungiwa kutokana na utovu wa nidhamu mara baada ya timu ya Simba kuweza kukaa kikao kizito hapo siku ya jana. Waliweza kuzungumzia suala la Jonathan Soa, hatimaye wameweza kupata majibu na kuja nayo hadharani. Kama ambavyo tunafahamu, Jonathan Soa alikuwa ni mchezaji ambaye hana utovu wa nidhamu, japokuwa kiwango chake kilikuwa ni kizuri. Jonathan Soa aliweza kuchelewa mazoezini. Jonathan Soa aliweza kumpiga mingumi meneja wa timu ya klabu ya Simba. Jonathan Soa alikuwa akivaa jezi ambazo sio za Simba na kuenda mazoezini. Kutokana na makosa hayo, uongozi wa klabu ya Simba uliweza kuamua kumsimamisha Jonathan Soa. Sasa hapo siku ya jana, uongozi wa timu ya Simba uliweza kukaa kikao kizito kuzungumzia sakata la Jonathan Soa na utovu wa nidhamu, na mwisho waliweza kukubaliana. Sasa kama unahitaji kufahamu ni makubaliano gani ambayo uongozi wa Simba uliweza kukubaliana kumuhusu Jonathan Soa, kitu cha msingi ambacho unatakiwa kukifanya ni kuhakikisha umesubscribe channel yetu ya Bongo 9, alafu unakaa nami mwanzo mpaka mwisho ili niweze kukuambia ni kitu gani ambacho kimemkumba Jonathan Soa. Bwana, kama ambavyo tunafahamu, Jonathan Soa amejipambanua kwa kuwa yeye ni mchezaji mzuri, japokuwa hana nidhamu kabisa. Jonathan Soa hana nidhamu kabisa, na hata kabla hajasajiliwa na Simba, watu wengi walikuwa wakilalamika, wachambuzi wengi wa soka walikuwa wakilalamika na kuambia Simba ya kwamba hawatakiwi kumsajili mchezaji kama Jonathan Soa. Lakini wao kama Simba, wao kama viongozi wa Simba, wao kama mashabiki wa Simba waliweza kusema Jonathan Soa hatatumia nidhamu ya Kibu Denis. Kama Jonathan Soa hana nidhamu, basi atatumia nidhamu ya Kibu Denis. Lakini mara baada ya Jonathan Soa kuweza kufika katika mitaa ya Msimbazi, alianza vizuri kabisa msimu wake kwa kufunga kila mechi. Alikuwa anafunga bao moja kila mechi na kuwa na wastani mzuri sana wa kufunga mabao kwenye mechi ambazo Jonathan Soa aliweza kucheza. Lakini tabia ya mtu ni tabia. Mara baada ya muda fulani alianza kuonesha tabia zake mbovu, ikiwemo kuchelewa mazoezini, ikiwemo kumwadhibu meneja wa klabu ya timu ya Simba. Sasa mara baada ya Jonathan Soa kuweza kufanya mambo ya kipuuzi kwa namna hiyo, uongozi wa timu ya Simba uliweza kumsimamisha na kumchukulia hatua za kinidhamu. Mara baada ya Jonathan Soa kuacha kucheza mpira, tumeweza kuona timu ya Simba imekuwa ikihangaika sana kuweza kufunga magoli, na hii imechangiwa na striker wao Suleiman Mwalimu kuwa striker butu, striker ambaye anahitaji nafasi 10 ili aweze kufunga magoli mawili. Sasa uongozi wa Simba ukakaa ukafikiria, ukaona utafute njia ya kuweza kumrejesha Jonathan Soa kiwanjani. Hapo siku ya jana waliweza kuweka kikao kizito ambacho walizungumzia ni kwa namna gani ambayo wanaweza kumrejesha Jonathan Soa kiwanjani ili aendelee kucheza mpira kama kawaida, ukizingatia Simba kwa sasa wanamisi sana Jonathan Soa kutokana na ubutu alionao striker Suleiman Mwalimu. Amekuwa akikosa sana nafasi za wazi, nafasi ambazo Jonathan Soa hawezi kukosa kabisa. Sasa hapo siku ya jana wa viongozi wa timu ya Simba wakakubaliana ya kwamba Jonathan Soa aweze kuweza kurejeshwa katika kikosi, lakini kabla hajamrejesha kwenye kikosi, basi wakampa masharti ya kufuata ili aweze kurejea katika kikosi. Sharti namba 1 ni kwamba Jonathan Soa aweze kulipa faini. Kuna faini ambayo uongozi wa Simba umemwekea Jonathan Soa, na Jonathan Soa atatakiwa kulipa faini hiyo, na viongozi wa Simba watamkata moja kwa moja kwenye mshahara wake ili kuweza kulipia faini hiyo.
mkono. Lakini sharti namba 2 ambalo viongozi wa Simba wamempatia Jonathan Soa ni kwamba Jonathan Soa anatakiwa kuhudhuria mazoezi ya timu ya wadogo katika pale Simba Sports Club. Anatakiwa kuhudhuria mazoezi ya under 20. Yaani kabla ya kujiungwa na timu kubwa, basi Jonathan Soa anatakiwa kufanya mazoezi na timu ya under 20 ili waweze kumwangalia kama nidhamu yake imeweza kurudi. Na tuliweza kuona Jonathan Soa aliweza kuomba msamaha na kusema anataka tena kurejea katika kikosi cha timu ya Simba. Mara baada ya kuweza kufanya makosa, Jonathan Soa alikiri ya kwamba amefanya makosa na anaomba kurejea ili aendelee kucheza ili kujiweka katika hatua nzuri. Kama ambavyo tunafahamu, mchezaji ili aweze kuonekana anatakiwa kucheza mpira na watu wamuone. Jonathan Soa pale safari yake ya mpira bado inaendelea. Kwa hiyo akikanje bila kucheza, basi pointi zake zinaweza kuwa zinashuka. Kwa hivyo hayo ndio masharti ambayo viongozi wa Simba wamempatia Jonathan Soa. Watu wengi walikuwa wanazungumza mambo mengi, hususan viongozi wa timu ya Yanga pamoja na mashabiki wa timu ya Yanga walikuwa wanazungumza mambo mengi na kusema kwamba Jonathan Soa ameshaachana kabisa na timu ya Simba. Timu ya Simba imeweza kumpiga thank you Jonathan Soa, jambo ambalo kiuhalisia sio kweli, na jambo hili limeenda kuthibitishwa na viongozi wa Simba, ambapo jana waliweza kukaa kikao kizito na wakaweza kumpa masharti hayo Jonathan Soa. Jonathan Soa kama anahitaji kuendelea kucheza katika klabu ya Simba, Jonathan Soa kama anahitaji kuendelea kukipiga kwenye klabu ya Simba, kitu ambacho anatakiwa kukifanya ni kuhakikisha anarudisha nidhamu yake kule kwenye timu ya under 20. Jonathan Soa ataenda kufanya mazoezi kule na timu ya under 20 ili akiwa kamili gado, ili akiweza kuwa vizuri, basi arejee katika kikosi cha Simba. Na viongozi wa Simba wameangalia, wameona wakiendelea kubaki na Selemani Mwalimu, basi inawezekana wakakosa mambo mengi kwenye msimu huu, ukizingatia Simba kwa sasa anatembea na ukame wa misimu 4 mfululizo bila kunyanyua makwapa, na ndio maana ameona njia pekee ya kuhakikisha timu ya Simba inaweza kurejea kwenye makali ni kuhakikisha wanaweza kumrejesha mshambuliaji Jonathan Soa, ambaye ukitoa suala zima la yeye kuwa na nidhamu mbovu, kiuhalisia Jonathan Soa ni mchezaji mwenye kipaji kikubwa. Jonathan Soa ni moja kati ya matop striker ambao tunao kwenye ligi yetu ya NBC Premier League, na ndio maana viongozi wa Simba wameamua kutumia akili ya ziada, kwa sababu waliona endapo wakaweza kumrejesha Jonathan Soa bila kumpa ultimatum yoyote, bila kumpa sharti yoyote, basi itakuwa ni vigumu, na ndio maana wameamua kumwambia kwamba Jonathan Soa fanya mazoezi kwanza na under 20, kwa sababu saa hizi timu ipo Arusha. Kwa hiyo huku Jonathan Soa inabidi afanye mazoezi na timu ya under 20, awe fiti. Akishakuwa fiti Jonathan Soa, basi itakuwa ni wakati sahihi kwa yeye kuweza kurejea na kuenda kukipiga katika klabu ya Simba. Na mimi naweza kusema haya yanaweza kuwa ni maandalizi ya dabi ya Kariakoo, kwa sababu kama ambavyo tunafahamu dabi ya Kariakoo inakaribia, hivi karibuni itachezwa. Simba na Yanga wataingia mzigoni, na Simba wanaona kuendelea kuwa na Mwalimu inaweza ikawapunguzia baadhi ya alama za wao kuweza kushinda katika ile mechi. Na kama ambavyo tunafahamu Jonathan Soa ni bull striker, Jonathan Soa ana nguvu na mabeki wa Yanga wako vizuri, kwa hivyo kumkaba Jonathan Soa itakuwa ni vigumu kuliko kumkaba Selemani Mwalimu Selebwenzi. Sasa Selemani Mwalimu katika mechi ambazo zimeweza kusalia kabla Jonathan Soa hajaweza kurejea, anatakiwa kuprove ya kwamba yeye ni anajua kuliko Jonathan Soa. Lakini kwa sasa Mwalimu amekuwa ni mchezaji ambaye anakosa sana magoli, na ndio maana viongozi wa timu ya Simba wameamua kuamua maamuzi mazito kuhakikisha wanamrejesha Jonathan Soa ili aje na kuweza kulikomboa jahazi ambalo hili jahazi kiufupi kiuhalisia linakaribia kuzama, kama ambavyo tuliweza kuona kwenye mechi kati ya Simba pamoja na Dodoma Jiji. Ile ilikuwa ni bahati, ile goli ambalo aliweza kufunga
kijana mdogo Fini lingeweza kuweza kudumu mpaka mwishoni. Bwana, hizo ndo habari ambazo zinamuhusu Jonathan Soa, bull striker, moja kati ya mastreka ambao wanajua sana mpira katika ligi yetu. Bwana, mimi niseme sina la ziada. Kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako wa siku zote Rich Mo TZ. Lakini kabla sijakuacha mtazamaji wangu wa Bongo 9, ningependa kukuomba uweze kusubscribe channel yako ya Bongo 9, lakini uweze kutano notification ili kila ambapo tunatoa video zetu uwe wa kwanza kuziona, kila ambapo tunatoa taarifa za kimichezo kutoka ndani na nje ya Tanzania, wewe uwe wa kwanza kuziona. Mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri kama haya.